Shalom shalom, ninawasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Juzi tuliweza kuongea kuhusu in a large house ama katika nyumba kubwa, na tukaweza kuona katika nyumba kubwa umemo vyombo vya aina mingi, kama vile tuliona kitabu cha 2 Timothy chapter 2 verse 20 to 21. Tuliweza kuona katika nyumba kubwa huwemo vyombo za aina mingi, na kuna vyombo za dhahabu, kuna vyombo za mchanga, kuna vyombo za miti, kuna vyombo za fedha. So tuliweza kuona in a large house huwemo vyombo tofauti, na tukaweza kuona verse 21 ile inaongea kuhusu yule atakayejitakasa, yule atakayejitenga na mabaya ataweza kuwa chombo cha heshima ambacho kitakachoweza kumletea Mungu utukufu. Na tukaweza kusema dunia hii ni nyumba kubwa ya tajiri, na mwenye nyumba ni Mungu mwenyewe. Na hii nyumba kuna vyombo vya aina mingi, kuna vyombo za mchanga, za fedha, za dhahabu, za miti, na hizo vyombo zinaweza kufanya kazi tofauti. Na kama vile tumeona verse 21 inaongelea kuhusu yule atakayejitenga, yule atakayejitakasa ataweza kuwa chombo cha heshima ambacho kitakayeweza kumletea utukufu Bwana. Na tukaweza kuona pia katika kitabu cha Philemon chapter 1 verse 11, na ni chapter 1 tu. So wanaongea kuhusu Onesimus. Onesimus alikuwa ni mtu anafaa kuwa wa maana. Jina la Onesimus kwa Greek linamaanisha mtu wa maana, lakini wakati Onesimus alikuwa anafanya kazi kwa Philemon, yeye hakuwa ni wa maana. Na tukaweza kuona wakati alienda akampata mtumishi wa Mungu Paulo, aliweza kumhubiria Injili, na wakati wamemhubiria akaweza kubadilika, akaanza kuwa wa maana. Sasa tukaweza kuona pia sisi wote tuko katika hiyo nyumba kubwa ya Bwana ambaye ni ulimwengu hii, na katika hii nyumba hii kila mmoja wetu anaweza kuwa chombo cha maana kulingana na vile anakubali kufanya kazi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Na pengine kuna chombo ijapokuwa ni cha maana, kisipojitenga kitabaki kuwa chombo cha kawaida, kitafanya kazi ya kawaida. Na ni mapenzi ya Bwana sisi tuwe vyombo vya heshima ambavyo vitakapomletea utukufu vikifanya kazi. Na tukaweza kuona wakati mwingine Yesu alipeana mfano wa watu walipewa talanta, mmoja akapewa 5, mwingine 2, mwingine 1. Na wakati alipeana talanta ni mfano alikuwa anapeana. Wakati mwenye kupeana talanta aliporudi, aliitisha faida kulingana na uwekezaji, kuna vile alikuwa amewekeza. Hiyo inamaanisha pia sisi wote tumepewa talanta, tumeaminiwa. Kuna kile Mungu amekuaminia, kuna kipawa, kuna mali, kuna hekima. Mungu anaweza kukuaminia kwa njia tofauti. So inabidi sisi wenyewe tuweze kujitenga na mabaya, ndio tukaweze kufuatilia makusudi ya Bwana. Hapo ndipo tutakapoweza kufanya kazi ya heshima itakayeweza kumletea Mungu wetu utukufu. So Mungu awabariki sana, tuzidi kufuatilia makusudi ya Bwana. Sisi ni kizazi kilichoteuliwa kutimiza makusudi yake. Mungu awabariki, tutakuja kuendelea. Mbarikiwe. Amina, amina.